Naam, karibu tena. Vigogo wa chama cha ODM wanaendelea kutofautiana kuhusu maslahi makuu ya chama hicho ndani ya serikali jumuishi, hali inayoashiria mgawanyiko mkubwa ndani ya chama hicho. Wakati kaimu kiongozi wa chama hicho Seneta Oburu Odinga na mwenyekiti wa kitaifa Gavana Gladys Wanga wakisisitiza kuwa ODM itaendelea kusalia ndani ya serikali jumuishi, naibu kiongozi wa chama hicho Seneta Godfrey Osotsi anasema hakuna faida ya kushiriki serikalini iwapo ajenda vipengele 10 iliyomo kwenye ripoti ya NADCO haitatekelezwa. Broad-based without 10 points agenda is not broad-based. Because broad-based na 10 points agenda ni kama watoto wawili ambao wameshikana. Ukikata mmoja, mwingine anakufa ama wote wanakufa. So as we talk about broad-based, talk about the issues that make broad-based what it should. And that is 10 points agenda. My people, I'm telling you that this broad-based arrangement in which Raila left us, this is the best arrangement he could have done, and this is the arrangement our people should stay in. Na ODM iko ndani ya broad-based government. Na hapo tuko ndani, na vile rais amesema tuko pale, na party leader wetu ameshasema tuko pale ndani sahi, na tunajipanga kwenda mbele. Katiba ya chama chetu iko wazi, very clear. Wanasema the person who has the last word on any issue in ODM ni party leader. Na kuna party leader wawili, kuna party leader mmoja peke yake. Wewe kama unataka kuwa party leader, tengeneza chama chako.